kesho tunaanza mfungo wa Ramadhani. Si ndivyo? Mfungo wa Ramadhani ndani yake una kheri nyingi sana. Sawa? Ndio. Sawa. Sasa nataka natolee mfano mmoja kutoka katika nini? Kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani. Sawa, anasema kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinat min alhuda wal furqan. Maana yake ni kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani imeshuka. Qur'ani imefanya nini? Imeshuka. Kwa maana kwa kuangazia hapo tayari ni mwezi wenye neema na baraka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akuishi hapo akasema Qur'ani yeye kuwa ni uongofu kwa watu. Watu na kina nani? Ni sisi. Kwa maana ituongoze kwa uongofu. Sawa na hoja zilizo wazi za uongofu na upambanuzi. Kwa hiyo kupitia aya hii kwa ufupi kabisa ni kwamba Qur'ani imeshuka ije tuongoze na sisi tuongoze watu wengine katika nini? Uongofu uliokuwa mzuri. Sawa akasema kwamba ajeshia hapa akasema kwamba faman shahida minkum shahr, sawa faliyasumu wa man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddat min ayamin ukhra. Bimaana ya kwamba sawa kwa mjini basi atakayekuwa kwa mjini katika mwezi huu na afunge, na mwenye kuwa na ugonjwa ama safari, sawa mwenye kuwa na ugonjwa ama nini ama safari, basi atimize hesabu katika siku nyingine. Tunajifunza kitu gani hapa? Kwamba kama kutakuwa na mtu yoyote ana safari ya kwenda mbali, basi mtu huyu kwa mujibu wa aya amefanya nini? Ana sababu ya kuto kufunga, lakini afanye nini? Aje ati ailipie. Shehe wangu, naam, mimi naomba niulize kitu kimoja. Ndio. Hivi katika huu mwezi ambao unakuja wa Ramadhani, naam, je, sisi vijana tunaruhusiwa kufunga ama kufunga ni hali ya mtu tu, si lazima? Aha, vijana, swali zuri umeuliza. Tunarudi pale pale, sawa funga ni moja ya katika nguzo za Uislamu, katika zile nguzo 5. Sawa? Ndio. Kwa hiyo sasa lazima tuitekeleze. Haina mdogo, haina mkubwa. Ndio maana tunaambiwa kwamba mtoto anapofikisha umri wa miaka 7 lazima kumwanzisha kumpeleka msikitini ama hata kumwanzisha kufunga kwa utaratibu. Ni maana ya kwamba anaweza kufunga kuanzia asubuhi mpaka saa 7, ukampa chakula kidogo, lakini siku ya kesho atakwenda mpaka saa 10 na hatimaye atafanya nini? Atamaliza, atakuwa safi kabisa. Umenipata hapo? Nimekupata shehe wangu. Sasa kufunga shekhe ni wajibu wa kila Muslim. Ni kufunga ni wajibu, sawa, kwa kila Muislamu, mwanamke na mwanaume. Kwa kujijua una afya nzuri, hakuna shaka yoyote, ni wajibu kufanya nini? Kufunga. Ndio. Shekhe usijokaacha kufunga ukasema kama kufunga sisi hatufungi vijana, haiko hiyo. Utapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Utafunga shehe wangu, nitafunga. Kwa hiyo ufunge na vyote shekhe. Sio unafunga alafu unafanya mengine ya hofu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi shehe. Bwana. Ustaz, mimi nataka nikuulize swali langu. Swali langu nataka kuuliza ni kwamba kuna hawa vijana ambao hawajaoa. Sasa mimi nataka kwa hawa vijana pia. Mara mimi niwaona wakishafuturu jioni wanafuturu kila kitu na wakuta tu. Sasa hiyo ikoje? Sasa swali hivi, huu mwezi ni mwezi ambao umekatazwa kufanya. Sawa? Niambiwa kama katika Qur'an wala takrabu zina. Usifanye nini? Wala tusikurubie. Sasa kwa vijana ambao wanafunga mwezi wa Ramadhani, mchana wanakuwa na taratibu ya kusema kwamba wakishafungua wanakwenda kufuturu na vingine, hapo wanakwenda kinyume na utaratibu wa Allah alifanya nini? Alituletea. Na maana yake ni kwamba somo yenu inakuwa ni bure. Mnakuwa mmeshinda na njaa. Ni sawa kuamka asubuhi, sasa mimi sijafunga leo, lakini unapotoka umesema umefunga alafu unafungua baada ya futuru unakwenda kufuturu na vingine, kwa ni mtihani sana, ni dhima kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitu kama kilikuwa kipo kisiendelee
na ufanye kutubia. Sawa? Allah atafanya nini? Atawasamehe. Allah ni msikivu na anasikiliza wale ambao wanafanya nini? Wanamtaka msamaha na kutubia pia. Sawa, hapo nimekuelewa. Swali langu lingine hapo habari ya afya. Yaani kwamba mtu anaumwa. Sasa ugonjwa anaoumwa ni kuna magonjwa yale sugu ambayo mtu haponi. Sasa huyu anailipiaje? Maana umetufundisha mwanzo kwamba kuna kulipia. Sawa. Anaumwa. Kama ugonjwa gani labda? Kafaa vidonda vya tumbo havina dawa. Ndio. Sawa. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake una baraka nyingi sana. Baraka ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala tukidadavua hapa ni mambo mengi sana. Lakini mtu anapofunga hata kama na vidonda vya tumbo, uenda ukashangaa kwamba asiumwe siku nyingine akaumwa. Kwa sababu gani? Ni mwezi wa neema na kheri ndani yake. Lakini pia kama na vidonda vya tumbo ambavyo vipo serious, ana uwezo wa kufunga kwa taratibu. Kama leo akafunga akajiona iko vizuri, kesho kama mambo yanakuwa vibaya na asifunge, lakini lazima afanye nini? Alipie. Na kulipia huko kwa namna hizi mbili. Ama alipie kwa kualisha masikini, ama alipie yeye mwenyewe. Kama ndio atafariki, basi ndugu zake, kama alikuwa ni mume ama mtu mmoja wapo atamlipia mwezi. Hapo ndo taratibu unapokuwa. Umeelewa vizuri? Kabisa. Sawa. Na mimi pia nilikuwa naomba niulize swali. Mimi ndoa yangu bado ni changa. Naam. Tuna siku tu chache tangia tuingie kwenye ndoa. Je, inaruhusiwa mume wangu akiniomba unyumba niweze kumpa? Sawa. Swali lako nalijibu kama ifuatavyo. Upo katika mwezi wa Ramadhani. Ndoa yako ni changa na mume wako anahitaji haki yake msingi. Si ndivyo? Katika mchana wa Ramadhani ama pindi inapoingia funga, sawa, na yule ni mume wako, ana haki sawa ya kufanya nini? Ya kukutana naye katika swala la jitmai. Sawa? Ana haki ya kufanya nini? Kukutana naye katika swala nini? La jitmai. Sawa. Anapaswa kuwa na haki unapofika muda wa kufungua, maana Ramadhani pale inapoishia, yani kwa maana unapofika katika muda wa kufungua sasa, ile saa 12 jioni, kuanzia pale ana haki zote. Sawa, ana haki zote za msingi. Na kama itatokea baada ya kufungua hujampa haki zake, basi utalaaniwa na malaika ambao tayari wametumwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke ambaye sawa hataki kushiriki na mumewe bila sababu ya msingi, na ingawa mumewe anataka kushiriki naye, mwanamke huyu amefanya nini? Amelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na malaika. Sasa katika mchana wa Ramadhani si halali kwa yeye kufanya nini? Kukutana naye. Sasa na mumewe alifahamu hilo. Baada ya Ramadhani ama baada ya kufuturu, baada ya kufungua Ramadhani, ana haki zote za msingi. Sio, nimeweka vizuri? Inshallah kama utakuwa umeelewa. Ndio. Lakini pia inaruhusiwa kumshika mkono wakati wa Ramadhani au hata kumshika mkono pia. Sawa. Yule ni mumewe. Sawa? Ni maana kumshika mkono yawezekana unamsalimia. Sawa? Lakini kuna viashiria ambavyo hupaswi kuvifanya vikapelekea akafika katika hatua nyingine. Sawa. Vijana wanasema kwamba positive na negative zinapokutana kuna jambo linatokea. Inatokea vita. Vijana wanasema vita. Vijana bwana. Si ndivyo? Ndio. Hivyo kwa kuwa wewe huyu ni halali yako, sawa, na huyu pia ni halali yake, ni heri kusalimiana, sawa, kukushikana mikono, lakini si katika kufanya mambo mengine ambayo yanaweza yakampelekea katika hatua nyingine. Yaani wasiendekeze vitu zao za mwili. Ndio. Baada ya futari inshallah mambo yanaendelea. Samahani. Naam. Omar. Vipi ndugu yangu? Mawaidha amemkolea. Sasa Omar mawaidha amemkolea namna hiyo. Akishafungua shendo wanaofanya vitu vya ajabu. Maana sikii
Wewe unaongea yeye kalala. Inshallah Allah afanyie wepesi. Inshallah. Tuseme amin. Amin. Sasa mimi nafikiri nimeleka vizuri. Naomba mzingatie na mkawe walimu wazuri wa watu ambao wanafanya mambo. Sawa. Asitokee mjinga yoyote mmoja akawashika akili akawatoa katika njia zenu. Sawa za kufanyaje? Za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tufuate ambayo Allah ameamrisha kupitia kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeleka mtu jamani? Ndio kabisa. Huu ni mfungo wa kheri, lazima tufurahi. Kuna wengine shekhe wananuna. Kuna wengine nini? Wananuna. Kwa hiyo mimi niishie hapo. Lakini nitakuwa nimeleka vizuri. Sawa. Ndivyo basi inshallah. Tuombe dua, tufunge kikao chetu. Mambo yaendelee. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. كدينا شو زين. Sana. شكرا sana. Sheikh, ruksa kukaa hapa pia kupunga upepo? Kuna shaka Sheikh. Basi na shida mke wangu tangulia nyumbani. Hapana, nataka tuongee pala kidogo. Mimi na wewe tena? Basi sasa ndio mkuache. Sawa. Wewe Sadiki. Sadiki njoo hapa mimi nataka.